Na mtazamaji wa Azam TV, ni Jumapili nyingine tena, leo ikiwa ni Januari 11, tunakutana katika Sports AM. Ni kila Jumapili kuanzia saa 2 na dakika 30 mpaka inapotimu saa 5 kamili. Tunakuwa tumekuangazia ya kimichezo yale ambayo yametokea kwa takriban juma zima. Tunakuwa tumekuandalia hapa kwa ajili ya kuweza kukufahamisha. Tunakuwa hapa na wageni mbalimbali, magwiji, mashabiki wa soka, lakini pia viongozi kutoka katika michezo mbalimbali nao wanapata nafasi ama fursa ya kufika hapa katika studio zetu za Azam TV kwa ajili ya kuweza kuzungumza masuala mbalimbali ya kimichezo. Lakini pia hapo baadaye tutatazama habari mbalimbali kuhusiana na ligi ambazo zinaonyeshwa kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV. Lakini pia tutakuwa na wachambuzi wahariri hapo baadaye, na pia utaweza kuangalia yale masuala mahabari mbalimbali ambazo tumeweza kuwa nazo kwa siku ya leo. Mimi ni wa Akidu Akida Kilango ndiye ambaye nitakuongozea kipindi hiki, na leo kwa nafasi ya kipekee kabisa tunakutana na mashabiki wa soka hapa nchini. Na hapa mwanzo nitawatambulisha kwanza kama mashabiki wa soka. Huyu ni Frank Stanley, ninaye pia Ramadhani Juma na Joel Mgina. Karibuni sana Azam TV. Asante sana. Hapa mwanzo nimewatambulisha kwanza kama mashabiki wa soka, hapo baadaye sasa tutaingia kule mnapotokea. Lakini kwa kuanza kama mashabiki wa soka, kwanza kabisa ni tunafahamu kinachoendelea kule AFCON. Timu yetu ilishaondolewa katika hatua ya 16 bora, mafanikio ambayo tumeweza kuyapata kupiga hatua kubwa. Lakini kwako Franki, wewe kama shabiki wa soka, ilikuwa ina maana kubwa kiasi gani kuweza kutinga katika hatua ile? Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata nafasi hii ya kuizungumzia timu ya taifa, kwa sababu ni heshima kidogo. Mimi niseme tu ni timu yetu ya taifa kwa sasa hivi imepata nafasi ya kuonyesha yani naweza kusema Watanzania kwamba kitu gani ambacho tumekwama, na sasa hivi tunataka tutoke hapa tuende sehemu gani, kwa sababu ukiangalia tulivyoanza mchezo na watu wanatubeza, na tulivyofika na kitu na surprise ambayo tumewaonyesha Morocco imevumbua watu wengi kwamba tukipambana vizuri kwenye mashindano mengine tunaweza tukatoboa, kwa sababu kuna mambo fulani ambayo tulikuwa tumeyakwepa, sasa hivi tumeyaongoza. Na ndio maana ukiona Tanzania ukipitia viongozi wetu wa serikali wanaiunga mkono timu yetu ya taifa na vilabu kwa ujumla, kwa sababu kuna vitu ambavyo vilikuwa vifanyiki zamani sasa hivi vinafanyika. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba kwa mimi nimeappreciate kile timu ya taifa ilichokifanya. Mimi na uhakika kwenye mashindano mengine tutajua mguu gani wa kutokea. Joel Mgina, kwenye mashindano tuliotolewa kule AFCON, kuna michezo kama Nigeria walitufunga 2-1, Tunisia kutoka nao sare 1-1, vivyo hivyo kwa Uganda. Mchezo kama Tunisia tunauendea, bila shaka wengi walidhani kwamba ni michezo ambayo tungepoteza yawezekana kwa idadi kubwa ya magoli, lakini hali ikawa tofauti na kile kilichotokea. Wewe umeishi mpira kwa kuweza kupita ni katika mabanda umiza haya na kwa kupita sehemu mbalimbali, hali ilikuwaje huko? Of course mimi ambapo niliweza kuona mwamko mkubwa kwanza. Watanzania walikuwa wameamka sana kupitia hii AFCON, kwa sababu ilikuwa ni mara yetu ya 4 kushiriki hii hatua ya makundi, lakini ilikuwa pia ina achievement kubwa sana kutoka hatua ya makundi kuja kwenye 16 bora, na ambacho ni kitu ambacho Watanzania wengi ambapo hatukuweza kutegemea kama timu yetu inaweza kufanya hivyo. Lakini mwamko ulikuja kutokana na kuanzia game ya kwanza tunacheza na Nigeria, tunapoteza kwa goli 2-1, lakini tulionyesha utofauti kwamba Taifa Stars nini inataka, ilikotoka na tulipo tuna uwezo kiasi gani. Watu wakapata morali kwamba tumepoteza lakini timu imeperform kwa kiwango kikubwa. Lakini tukaja tunacheza na Uganda, tunatoa nao sare kwa 1-1, lakini tunakuja na Tunisia, kila mtu ameikatia tamaa. Watu wengi walikuwa wameibeza, wachambuzi wengi wakisema kwamba hapana, Tanzania kwa Tunisia kwa kweli hatuwezi kupata matokeo, na itakuwa ni ndoto ya kushangaza Tanzania kama tukipata matokeo. Hatimaye Mungu anatujalia, wachezaji wanajituma kwa udi na uvumba, inapatikana sare, na hiyo sare inatufikisha katika hatua ya 16 bora. Kwa hiyo ukiangalia wadau wa mpira Tanzania, of course walikuwa wamevutiwa sana na mchezo ambao Tanzania imeonyesha, au wachezaji wetu walioenda kupambana kwenye AFCON
wakawa wameenda kupambana kweli kweli. Ni tofauti na misimu mitatu ambayo tumeingia AFCON hatua ya makundi, lakini tulikuwa ni nadra sana hata kupata goli. Unajua tumeshiriki mara 3. Yaani kule tulikuwa tunashiriki, lakini sasa hivi tulikuwa tumeenda kupambana, kushindana kweli kweli. Mechi zilikuwa za kiume, kwamba kuhakikisha Tanzania inapeperushwa bendera ipasavyo. Kwa hiyo niseme tu kwamba kwa mwitikio huu inaonyesha, kwa mfano kama sisi pia tulikuwa tuna umoja ambao tunaita Tanzania Sports Influence and Promotion. Kama unavyoona hivi sisi wote tulikuwemo kwenye hiyo hamasa kuhakikisha tunashinikiza wadau wapende kwanza taifa letu, tupende mpira wetu, vijana wetu wanavyoona hamasa tunayoendelea huku lazima wapambane. Na that is why mimi niseme ukiangalia mara ya mwisho tumeitana kwenye ile game ya Morocco, tunacheza hatua 16 bora, tunaitana wote Mwembe Yanga, zinafungwa big screen pale, watu wanajitokeza kwa wingi, tunaenda kuishangilia hata kama tumetolewa, watu bado mioyo yao. Kwenye hili la ushangiliaji nitakuja hapo kukuuliza swali hapo baadaye, nitauliza ni nyote. Ramadhan, kwako wewe ni kipi ambacho uliweza kuking'amua kwa Stars kuweza kutinga hatua ya 16 bora na kupoteza mbele ya bingwa mtetezi kwa bao 1-0? James Samuel anasemaga kwenye mchezo ule ni kama watu walikula mali ya yatima. Kwa mimi, kwa timu ya taifa ilipofika pale, si wadai chochote. Maana hatukwenda kushiriki safari, tulienda kupambana na imeonesha timu. Na wengi unaona hata tuliokuwa wanaibeza timu ya taifa, tunaenda tu kushiriki. Ukiangalia msimu uliopita ilikuwa hata goli kupata ilikuwa ni ngumu AFCON iliyopita. Ila safari kila mechi tumeweza kuscore. Kwa hiyo naona timu kabisa ina mwelekeo mzuri, na michuano inayokuja kwa kuwa si ndio tutakuwa wenyeji, na uhakika tutapambana zaidi ya hapa. Kwa hiyo ninyi kama mashabiki unahisi mna deni kubwa kiasi gani kuelekea katika fainali hizo zinazokuja, ama ni kipi ambacho mmeweza kujifunza? Kwa sababu ushangiliaji wetu ni wa matukio, lakini kwa mashabiki wenzetu tunaweza kuona kwamba ni kuanzia kipenga cha kwanza mpaka cha mwisho kinapopulizwa, muda wote watu wanashangilia. Nianze na Franki. Kwenye kipande hicho inaweza nikasema mimi ni mwanga sana kwa swali hilo, kwa sababu timu yetu ya taifa kama ulivyosema tunashangilia kwa matukio, lakini wenzetu kidogo wamepiga hatua kwenye matukio kama hayo. Lakini kujifundisha jambo zuri sio vibaya. Tutajifundisha jambo zuri kwa sababu ya maendeleo ya taifa letu, kwa sababu sisi ni watu wa football. Kwa hiyo tunachokiona kwa mwenzetu amefanya vizuri sio vibaya kuiga. Na mimi niwaambie tu kwamba Watanzania ambao wananitazama sasa hivi kwa kupitia Azam ni kwamba mashindano mengine atakayofika hapa Tanzania, sisi tukiwa kama wenyeji tutajituma kweli kweli, kwa sababu nia tunayo, uwezo tunayo, na nguvu tutakuwa tunayo, kwa sababu tumeona kwa wenzetu. Kwa mfano kama Morocco tumeangalia, kweli wana mpira fulani ambao ni mzuri, lakini kuna muda mwingine hata wenyewe ukiangalia wenzetu wanapopambana kuna kitu ambacho wanakitafuta, kuanzia kwenye washabiki, viongozi wao, wachezaji wao, na hata ukiangalia hata yale matukio ya refarii ambayo anayaamua uwanjani, kuna push inavyotoka kuanzia kwa wachezaji mpaka kwa mashabiki. Mwisho wa siku hata sisi tutajifunza vitu vizuri ili tuendelee kuipambania taifa letu. Ramadhani, kwako wewe unahisi kuna lipi ambalo unatakiwa muweze kujifunza ama tujifunze sisi kama Watanzania kuelekea finali za 2027 tukiwa wenyeji? Kama alivyoongea kaka yangu Frank hapa, kweli kuiga kwa mtu aliyokuzidi sio jambo baya. Kama sisi mashabiki tunaongoza hamasa, tutajifunza, maana kuna vikundi vingi tunavyo. Kumuiga mtu aliyotuzidi tukafanya kile kitu kwa michuano inayokuja ni jambo linawezekana. Muhimu saa hizi umeona mwitikio, tumeanza mashabiki wengi kuipokea timu yetu ilivyofika, tumeipokea, tuliangalia mpira kwa pamoja Mwembe Yanga. Kwa hiyo na uhakika hata hili la ushabiki kushangilia kwa pamoja tunaweza kujifunza na tukaweza kufanya zaidi ya wao. Tumeona kwenye michezo hii kwa siku za nyuma kulikuwa kuna maneno ya hapa na pale. Mchezaji yule wa timu fulani kakosa goli, beki yule wa timu fulani ametufungisha, lakini sasa hivi Ramadhani hili naona halipo. Unaona tukielekea katika mwelekeo mzuri zaidi? Ya, nalishukuru sana kwa hilo.
yani kweli ulikuwa na mashabiki akikosa fulani anasema huyo wa timu fulani, au ilikuwa kikosi kikipangwa wamezidi wachezaji wa timu fulani, ikifungwa wamefungwa wao. Ila kwa sasa kwa mwitikio wa mashabiki letu limeendelea kuwa jambo moja. Sasa hizi nimefurahi sana lile jambo alipo. Hata akifungwa mchezaji kafanya makosa uone akisemwa, letu linakuwa moja, na ndio maana mambo yanaenda sawa na timu umeona imepambana vizuri. Na mneje kwako Joel, ulikuwa ukizungumzia kuhusiana na kile ambacho kilikuwa kinaendelea pale Mwembe Yanga, lakini pia si vibaya kutufahamisha kwamba ni kipi ambacho mmeweza kujifunza kutokana na yale yalikuwa yakiendelea. Mimi binafsi ambacho nimejifunza, nimeona utofauti wa timu ambazo zote zilikuwa zinashiriki michuano ya AFCON, namna mwitikio wa mashabiki uliokuwa mkubwa. Labda niseme tu kwamba sisi tu kwamba kama Tanzania tuseme ambayo tulikuwa tumefeli ni pati ya kupeleka mashabiki kwa wingi pale Morocco. Lakini naamini tumeangalia kuanzia chani, tulikuwa tuna mwitikio wa matukio wa mechi zetu za nyumbani, lakini zinapokuja mechi za ugenini tulikuwa mwitikio ni mdogo sana. Lakini naamini kwa sasa hivi kwa mwitikio ambao umeonyeshwa kwenye AFCON, tumeangalia baadhi ya matukio ambayo yalikuwa yanaendelea. Kwa mfano mara ya kwanza tulikuwa tumekutana nadhani DDC, tulienda kwa wingi, lakini baada hapo tulikuja Mwembe Yanga, tulikuwa watu wengi tukaenda kwa pamoja, na baadhi ya viongozi wa serikali kuungana pamoja na sisi mashabiki kuweza kutazama mechi ya Taifa Stars inapokuwa inacheza na timu nyingine, hasa kwenye hii michuano ya AFCON. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema, tukiangalia kwenye hiyo nafasi tuna kila sababu ya kujifunza kwa wenzetu ambao wamefanikiwa namna gani wana organize mashabiki kuwa pamoja kwenye hasa kwenye timu ya taifa, kwa sababu sisi Tanzania tumezoeleka sana mashabiki kuwa na mwitikio mkubwa kwenye vilabu vyetu, hasa Simba na Yanga. Simba na Yanga inapokuwa inacheza, no matter how inafungwa au haifungwi, lakini mwitikio unakuwa mkubwa. Sasa hiyo nguvu ambayo inatumika kwenye vilabu hivi viwili kuwa na nguvu na mvuto mkubwa, tutafute namna ya kuipeleka hiyo nguvu iende kwenye national team. That's why kwamba sasa hivi baadhi ya taasisi ambazo zinaanzishwa, lakini kwa mfano mimi naweza nikasema kwa mfano hii hapa taasisi yetu Tanzania Sports Influencer and Promotion, tunaita nguvu ya mashabiki, nguvu ya taifa, ndio slogan yetu ambayo tunaenda nayo. Hii imeleta sasa kwamba tumeondoa ule Usimba, tumeondoa Uyanga, tumeondoa Azam, tumeondoa ule KMC, tumeondoa ule Usingida, tumeuondoa, tumeweka sasa wote tuzungumze lugha moja. Tunahitaji timu ya taifa ipate support, na timu ya taifa ikipata support, tunaamini wachezaji watajituma mara mbili ya kile kitu ambacho wanakifanya uwanjani. Watajituma mara mbili. Mashabiki huwa mnaingia uwanjani, lakini ambacho mimi ninakizungumzia ni kwamba wakati timu inashambuliwa, inawezekana ndio muda ambao tulitakiwa kuwashangilia zaidi wachezaji wetu au kuwazomea zaidi wapinzani wetu, lakini muda huo unakuta watu wako wamepoa, watu wamekuwa baridi. Lakini itakapopigwa chenga, itakapopigwa kanzu, basi ndipo utakapoona uwanja unalipuka. Kwenye hili sasa la muda wote watu kuwa wamechangamka, mna changamoto gani hapa kuweza kuhakikisha kama mnajifunza na kuweza kulitatua hilo? Nadhani kwenye hiyo pati kwamba kuzungumzia kwamba tunakuwa tunaenda uwanjani, labda pati ya kwanza tumeita wa mashabiki wameenda kwa wingi, lakini wanakuwa wanashangilia kwa matukio. Mimi nadhani kwamba kuwepo kama hivi tunavyosema, labda kwa mfano unakuta kuna vingoma, umeona kuna watu special ambao wao ni watu wa kuhype muda wote, yani kwamba wewe unavyotaka kukaa kuna mtu anahamasisha, hebu tunyanyuke, tushangilie, tufanyeni. Kwa hiyo kuna namna nimeangalia sana, kwa mfano wale Morocco, nimeangalia wale Tunisia, nimeangalia nadhani Uganda kidogo, kwamba wanapopata nafasi ya kushambuliwa ndipo kipindi ambapo mashabiki wao wanasimama kwa nguvu kubwa na kuanza kuzomea. Yani mpinzani una feel yani kwamba unyonge lazima ukute pasipo utakiwa. Yani utaki usitaki lazima utafili ule. Na pia wanaposhambulia nguvu inaongezeka mara mbili. So nafikiri ni swala tu kwamba kwa sababu huo mwamko haukuepo. Sasa hivi tunakuelekea huo mwamko, na hayo matukio nadhani yataanza kujionyesha kwamba hakutakuwa na kipindi cha kushangilia, bali kutakuwepo na muendelezo. Tunashambulia, kushangilia lazima kutakuwepo. Kwa mimi ninachoamini kwamba ninachoweza kusema, kama tutakuwa na vikundi maalum
ambavyo vitakuwa kazi yake labda kuhamasisha, naamini hilo jambo tutalifikia kwa haraka sana. Lakini kama tutaweza kuwa na hivyo vitu, naamini bado matukio ya msimu yatakuwa yanaendelea. Bila shaka hilo linawezekana, na tumeona mafanikio ni makubwa, ikiwemo jana tumeona timu ya taifa pamoja na viongozi mbalimbali waliweza kufika Ikulu na kuweza walifika Ikulu na kuweza kupata chakula cha mchana na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Hili la kwanza kuitwa tu Ikulu kwenda kukaa na rais, bila shaka ni heshima kubwa sana ambayo wachezaji wetu wameweza kupewa. Nikianza na Joeli, nikirudi tena kwako. Okay, sawa. Mimi nafikiri kwanza ni heshima kwa wachezaji kwanza kuitwa Ikulu. Ilikuwa ni ndoto, labda tunaweza kusema ni ndoto ya kila mchezaji ambao anashiriki kwenye timu ya taifa kuitwa Ikulu. Sio kila mtu anaweza kaitwa, lakini kwa hili tukio ambalo kama walikuwa wamelifanya kuhakikisha timu yetu ya taifa kufika hatua ya 16 bora, kuitwa kukaa meza moja na rais wa nchi, of course kuna kitu kimeongezewa kwa wachezaji wetu. Na ukiangalia sisi tunaelekea kufanya maandalizi ya AFCON 2027 kwa wenyeji. Kwa naamini hiki kitu kilichofanywa na Mheshimiwa Rais kuwaita Ikulu, kuzungumza nao, kuwapa kuna maneno ambayo ya faraja amewapa, kula nao chakula, ni jambo jingine la wao kwamba kuondoka kwamba wana deni 2027 wasituangushe tena. Tulisikia Rama kilichozungumzwa jana Ramadhani, na mara nyingi ishatokea hiyo na wachezaji wanaenda Ikulu wa soka, tumeona hata boxing nao jana walifika Ikulu, lakini pasina shaka kiu yetu sasa ni kuweza kufika mbali zaidi, na kutokana na hili la kuenda tu katika hatua ya 16 bora, lakini pia hata kupata ushindi ukizingatia 2027 kuna uwanja Arusha pale utakaotumika, uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini pia Zanzibar kuna uwanja mpya ambao unajengwa kule. Kwa hamasa tunazipata kwa viongozi wetu kutunga mkono na hata kuitwa kwa jambo lile jana Ikulu ni jambo zuri sana. Kweli wanaitwa mara nyingi na wachezaji wanabadilika kuna national team. Sio kila mwaka wale. Ni jambo zuri ambalo kaweza kulifanya Mheshimiwa Rais. Anawaongoza vizuri, wachezaji wamepata hamasa, wanapambana. Kwa kuitwa vile kwenye eneo la kwenda kula chakula na Mheshimiwa Rais sio jambo dogo. Ni jambo kubwa ambavyo hata kuna wachezaji wakubwa wa nje wajaweza kupata fursa ya kukaa meza moja kula chakula na Mheshimiwa Rais. Kwa nchi yetu inavyofanya hivi, wanaunga sana mkono na uhakika kama alivyoongea ndugu yangu hapa Uchebe, yani wana deni kubwa sana wachezaji wetu kutokana na AFCON inayokuja ambayo sisi ni wenyeji. Kwa sapoti hii tunayoipata, nategemea watakuwa na sapoti kubwa zaidi, maana sisi tutakuwa wenyeji. Waswahili wanasemaga unapokutana na mfalme basi si mbaya ama si vibaya ukaeleza yote yale ambayo unayo moyoni. Januari 13 Gombani Pemba, Azam FC dhidi ya Young Africans, mchezo wa fainali kombe la Mapinduzi. Nini kama mashabiki mmejipanga vipi kuelekea katika mchezo huo, na imani yenu kwa timu yenu ni ipi Frank? Hapo kwanza sawa na samaki umemtoa nchi kavu umempeleka majini. Hilo ndio eneo ambalo sisi mashabiki wa Yanga tulikuwa tunalisubiri kwa hamu sana kulizungumzia, kwa sababu tukiangalia kwa upande wetu tulikuwa tumejipanga kwenye matukio zaidi ya 3 mpaka 4 kwenye Mapinduzi haya ya msimu. Matukio namba 1 ilikuwa ni kuhakikisha kwanza tunatengeneza ule ufalme wetu ambao tulikuwa tumejizoelesha kutengeneza. Mfano ufalme wa kwanza ni kuona tukicheza fainali na mtani wetu. Lakini hilo lilisha, ukimaanisha Simba Sports Club. Hilo lishaisha kwa sababu mtani amegugo baadhi ya wachezaji wake, akagugo baadhi ya mashabiki wake, wakagugo mpaka uongozi wao. Mwisho wa siku wakaona isiwe tabu, ngoja sifanyeje, ngoja sisi tujiondoe. Lakini sisi katika mashabiki wa Yanga kitu ambacho kimetuumiza ni hicho, Simba kutukimbia katika mazingira haya. Lakini haifanyi kwamba fainali haitachezwa. Ukisema Simba amewakimbia unamaanisha kwamba Azam hakuwa na uwezo wa kuwafunga katika mchezo ule wa nusu finali. Yaani narudia tena kwa sababu sisi mashabiki tunafahamiana. Sisi kuna watu tunawafahamu, akina Dr. Mwalimu, akina Kisugu, tunajua tunapigana sisi.
Kuna muda hao wenyewe walishatupigia simu wasema kwa timu yetu sisi hatutaki kudhalilishwa tena mara 7 kwa sababu tayari tushamdhalilisha mara 6. Hii ya mara 7 hapana, tutatumia maneno lakini ya mashabiki sio kauli rasmi kutoka katika uongozi. Tunaambia, lakini tuseme tu kwamba kwenye issue ya finali kwanza ni wapongeze Azam pia kwa sababu wameonyesha mchezo mzuri. Na mtu mpaka anafika finali manake kuna kitu ambacho anacho. Lakini niwahakikishie tu Azam kwamba mchezo wa finali hautakuwa mwepesi kwa sababu Yanga tumejipanga. Hakuna kitu Yanga anachokipenda kwenye moyo wake kama kutoka na kombe kutoka Zanzibar kuvuka nalo maji kuja nalo huko, kwa sababu hicho ni kitu ambacho Yanga wamekizoea. Hata wangeweka bakuli la aina gani sisi tungegombania ili mradi tu tulibebe tuje nalo hapa. Lakini niwahakikishie Azam mchezo wao na Yanga dhidi ya finali ya Mapinduzi, kazi yao itakuwa ni ngumu sana. Kazi yao kwanza, wale washambuliaji wote watakuwa mabeki kwa sababu najua hali halisi ya Yanga wakifika finali. Joel, kocha Florent Ibenge, kocha wa matajiri wa jiji Azam FC, ni kocha mwenye uzoefu mkubwa, kocha mwenye mbinu kubwa. Hili halikupi mashaka kwamba itakuwa sio finali ya upande mmoja na lolote linaweza likatokea? Cha kwanza nimpe sifa Florent Ibenge, ni kocha mmoja mkubwa mwenye CV kubwa. Ukisema makocha 5 barani Afrika bora, basi na yeye yumo. Kwa anakuja kukutana na sisi Yanga ambao sisi tuna kiu kwanza. Sisi wana Yanga kwanza, kitu cha kwanza tujailizika. Yaani wanasema mtu yeyote anayetafuta huwa haliziki. Kwa sisi Yanga anakutana na timu ambayo hailiziki. Tuna mafanikio lakini mafanikio yetu hatufanyi tulizike. Kwa hiyo ana mtihani mzito. Ni mechi ambayo inaenda kuwa ngumu. Ni mechi ambayo inaenda kukutanisha ambao Azam akiwa kwenye ubora, Yanga yuko kwenye ubora. Sasa timu ambayo itakuwa kwa bora zaidi ndio inatakiwa kuondoka na matokeo. Lakini ukiweka hapa sasa hivi kwenye mzani, sioni Florent Ibenge na timu yake kama anaweza kupata matokeo dhidi ya Yanga. Kwa sababu sisi tumekuwa bora zaidi kuliko Azam. Azam ameenda finali akiwa ameruhusu pia kwenye lango lake goli moja. Sisi tumefika finali hatujaruhusu goli la aina yoyote. Kwa hiyo tunaamini kwa nafasi ya ulinzi tulionayo, kwa nafasi ya viungo tulionao, nafasi ya ushambuliaji, Azam tunamfunga mchana kweupe. Hamkuruhusu goli, lakini hiyo haitotokani pia na aina ya timu ambazo mmecheza nazo, lakini mnaenda kucheza na Azam, wana mtu kama Jeff Kitambala, wana safu yenu ya ulinzi. Tunafahamu wachezaji wengi hawakuwepo waandamizi katika safu ya ulinzi. Hilo halikupi mashaka, Ramadhani? Siwezi kupata mashaka kisa safu ya ulinzi wengi walikuwa national team. Yanga ni timu kubwa, tuna wachezaji wengi na kila idara imekamilika. Siwezi kuwa na pressure mimi ninavyocheza na Azam. Mimi nasikitika sana kumuona mtani kanikimbia. Yaani mimi ninavyocheza na Azam, mimi naona kana naenda kufanya mazoezi. Kweli kaonesha mechi nzuri na Simba. Tumeona finali. Tunategemea hii finali mimi Azam ndamfunga. Yaani kipindi cha kwanza namaliza mechi. Kipi kinakupa jeuri hiyo? Ni usajili uliofanyika ama ni kwa nini unazungumza hivyo? Kwanza kinachonipa kiburi, timu ninayo, wachezaji ninao, kocha ninaye. Na huyu kocha ana uchu kama tulivyo Yanga na uchu wa mafanikio kutaka vikombe. Hatuwezi kuona kombe sisi liko pale tukaliacha. Ndio nachojivunia na ninajiamini. Kwa hiyo Azam chuma 3 mapema namaliza mechi. Kwa kuhitimisha mahojiano haya, nianze kwako Frank, nitakuja kwa Ramadhani, nitamalizia kwa Joeli. Kuna lipi sasa la kuweza kumweleza shabiki yule ambaye hadi muda huu bado hajalipia kisembuzi cha Azam TV kuelekea katika mchezo huu wa finali ya Mapinduzi, NMB Mapinduzi Cup, Januari 13 mwaka huu? Mimi ni mshauri tu alipie mapema, kwa sababu ukianza kuchelewa ndio hilo unakuta mara network mara nini. Wewe lipia mapema uendelee kuona utamu, kwa sababu sisi tulichokusudia kukionyesha kule Zanzibar tumekifanya kwa 99%. Kimebaki ni moja tu kwa ajili ya hayo mengine ya Mwenyezi Mungu. Lakini jambo lingine ni kuwaambia mashabiki wa Azam FC, huu ni ujumbe sasa, kwamba nawapa ujumbe kwamba
kosa ambalo wamelifanya ni kututolea mtani wetu, na hili kosa litawagharimu kwa sababu sisi shida yetu ilikuwa ni kuendeleza pale tulikoishia kuzidi ya mtani wetu. Kama wewe umechukua nafasi ya mtani wetu, kazi wewe unayo ya kujibu haya maswali yetu. Kwa hiyo atajibu ya maswali ambayo tunataka tumuulize mtani tarehe 13. Kwa hiyo mimi niwaambie tu mashabiki wa Azam, kaeni mkaa kutulia, ile Yanga ni sawa na umekutana sio na kitu gani. Na pia nitumie nafasi hii pia kumshukuru Rais wa Tanzania, mama yetu kipenzi cha Watanzania, kwa kuwaalika, kwa sababu sikupata nafasi ya kuzungumzia pale, kuwaalika wachezaji wa timu ya taifa, kwa sababu hata mtoto ambaye anaangalia lile tukio atakumbuka, kumbe mimi sasa hivi nikifanya vizuri nitaweza kwenda kukaa Ikulu na nani na rais. Kwa hiyo mimi nimshukuru sana Rais wa Tanzania kwa sababu yeye ndo anatufanya sisi tuendelee kuwa na nguvu, kwa sababu akishazungumza hii ni sheria. Ramadhani, mnaenda mkiwa mnajiamini sana, mna haki ya kufanya hivyo kwa sababu ule ni mchezo wa soka na lolote linaweza likatokea, lakini kwa mashabiki ambao wanatufuatilia muda huu kupitia hapa Azam TV, unalipi la kueleza? Mashabiki wanaotufuatilia, kwanza nawakumbusha ambao hawajalipia visimbuzi walipie mapema sana, maana chelewa utakuta mwana si wako. Utavolipia mapema kisimbuzi ndio utaweza kushuhudia fainali safi mapema. Ila nawakumbusha mashabiki wa Azam waje kwa wingi Gombani. Ni Ramadhani Juma, kwako Joel, kwa kuhitimisha, wito kwa mashabiki watakaojitokeza pale Gombani Pemba kushuhudia mchezo, lakini pia hata wale ambao watafuatilia mubashara kupitia Azam Sports. Cha kwanza tutawapongeza sana mashabiki wote watakaosafiri kwenda Gombani Pemba kwenda kuisupport timu yetu ya Yanga kwenye mchezo wa finali, lakini pia ambao hatapata nafasi ya kwenda Zanzibar, ni vyema ukalipia kizimzi chako cha Azam mapema ili uweze kushuhudia finali bora yenye kiwango, ambayo hii ni Mzizima Dabi inaenda kufanyika Gombani Pemba. Tofauti, mimi niseme tu kwa wale mashabiki wote wanaopenda mpira Tanzania, hapa uwe Yanga, uwe Simba, uwe Azam, uwe KMC, uwe wapi, hii fainali inakuhusu, kwa sababu mtawala wa soka anacheza na anafuata mwingine ambaye naye anataka kuchukua ufalme ambaye ni Azam. Sasa mimi nachoweza kuambia, hii mechi si ya kukosa kufuatilia. Wewe unachotakiwa, kama ni leo tunazungumza leo tarehe 11, lipia kingamzi chako mapema usubirie fainali ya uhakika. Ungekuwa tumeenda na yule tungeenda na yule mwenzetu, fainali hii iwezekana isingekuwa na mvuto. Ila kwa kuwa tumeenda na Azam ana maswali ya kutujibu sisi wana Yanga. Kwa hiyo ni vyema kabisa uanze kusikilizia kingamzi. Yani leo kama ulikuwa na hela ya kusema utoke out siyo kufanya mambo yako, wewe nenda kwenye Azam Pesa kalipie kingamzi chako, usubirie burudani ya tarehe 13 Yanga na Azam, finali yenye uhakika, haina makando kando. Yani ukifungwa tunalizika, akifungwa tunalizika, sisi hatuna noma. Ni mashabiki wa soka hao nimekuwa nao hapa kuweza kuzungumzia kuhusiana na kile ambacho kilifanywa na Taifa Stars, lakini pia ni mashabiki wa Young Africans hawa, Joel Mgina, Ramadhani Juma na Frankie Stanley, wengine kumuita Frankie Yanga, wakiwa wameuzungumzia pia mchezo wa fainali kombe la NMB Mapinduzi Cup, mchezo ambao utapigwa Januari 13 Gombani pale Pemba. Mimi ni Akida Kilango. Kwa muda huu tupate mapumziko mafupi, tutakaporejea tutakuja kukufahamisha habari mbalimbali ambazo tumekuandalia hapa katika Sports AM. Nikukumbushe tutakuwa sote hadi saa 5 asubuhi.